Kwa hiyo katika Uislamu mtoto mdogo ambaye hajabaligh anaweza kuoa, sheria inamruhusu, lakini hawezi kutoa talaka. Ataoa sawa, ni mdogo, lakini hataweza kutoa talaka mpaka atakapobaleghe. Hata akiwa mumayyiz, alwaladul mumayyiz ni yule mtoto ambaye hajabaleghe lakini ana upambanuzi, anajua hili ni baya na hili ni zuri. Ni yule mtoto ambaye anaweza kujua kwamba mimi hapa siwezi kuvua nguo, kuna watu, mimi hapa siwezi kukojoa, kuna watu. Hajabaleghe lakini anaweza kupambanua. Huyu pia hawezi kutoa talaka, ingawa katika madhhabu ya Hanbali wao wamesema anaweza kutoa talaka. Kwa hiyo Waislamu wote wamekubaliana kwamba alwaladul mumayyiz hawezi kutoa talaka, isipokuwa katika madhhabu ya al-Imam Ahmad ibn Hanbal wamesema kwamba anaweza kutoa talaka. Kwa hiyo sharti ya kwanza ya huyo mume anayetoa talaka, an yakuna balighan, awe amebaleghe, ni mtu mzima, amekamilika kiakili. Hii ni sharti ya kwanza. Sharti ya pili, haitoshi kuwa ni baleghe, an yakuna aqilan. Sharti ya pili, huyo anayetoa talaka awe ana akili timamu, anamiliki akili inayofanya kazi sawa sawa. Na kwa sharti hii kuna watu kadhaa hawaruhusiwi kutoa talaka. Mtu wa kwanza ni almajnun, mwenda wazimu. Na wazimu unagawanyika katika sehemu mbili. Kuna aljununul mutbiq, kuna na aljununul idwari. Aljununul mutbiq ni ule wazimu ambao ni wa siku zote, mwaka mzima yeye ni mwenda wazimu. Huyu haruhusiwi kutoa talaka. Na kuna wazimu ambao ni wa vipindi, mara ni mzima, mara ni mgonjwa, hana akili, mara anatulia. Huyu akiwa katika hali ya wazimu haruhusiwi kutoa talaka, lakini akiwa katika hali ya kawaida anaweza kutoa talaka. Akipata wazimu atakaa mpaka apate hali yake ya kawaida, ndiyo ataruhusiwa kutoa talaka. Kwa hiyo kwa sharti hii kwamba anayetoa talaka awe na akili timamu, mwenda wazimu haruhusiwi kutoa talaka. Hali kadhalika mtu ambaye amelala, anaweweseka. Kuna watu amelala lakini anazungumza, anatembea. Huyu akitoa talaka haisihi, kwa sababu hana akili timamu, hayuko sawa sawa.